Na mtazamaji, karibu sasa tuangazie yale yanayokisibu chama cha ODM, ambapo chama hicho cha ODM kinakodolewa macho na wimbi la mabadiliko katika uongozi wake, wapo tangazo la mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Winnie Odinga bila kuaminiwa. Akizungumza kwenye uwanja wa Kamukunji katika eneo bunge la Kibra, Winnie Odinga amesema atafanya kila juhudi kuhakikisha kuna mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama hicho ili kubaini mwelekeo wa uongozi chamani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Huku mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim akitupakulia taarifa kwa kina, Winnie amesisitiza azma yake ya kumuunga mkono katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna pamoja na mbunge wa Embakasi Babu Owino, licha ya baadhi ya viongozi kutoa wito wa kutimuliwa kwao. Winnie Odinga pamoja na Raila Odinga Jr. walikita kambi katika eneo bunge la Kibra. Waliwasili mahali hapa ili kukutana na wafuasi wa muda mrefu wa chama cha ODM kuhusiana na mwelekeo ambao chama hicho kinafaa kufuata kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Vitisho vya peni mbili vitanifanya mimi nini? Amnitishi, amnibabaishi. Na sasa tunaona si kila mtu miongoni mwetu who believed in Baba. Wengine walikuwa wakimtumia tu. Wamesahau kazi ya uongozi. Ni hapa ambapo Winnie Odinga alidokeza kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya uongozi wa chama hicho katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka. Dereva amekufa. Aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele wamekimbia kwenye steering wheel. Kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Wamesahau. Na vile tunasema hapa leo, ngojeni. Baba alikufa juzi tu. Tulieni. Haraka ya nini bwana? Wacha tuongee kwanza. Simamisha hii basi kwanza. Wacha tuongee. Akizungumza kwenye uwanja wa Kamukunji ulio katika eneo bunge la Kibra, Winnie Odinga alisema anashinikiza kuwepo na mkutano wa wajumbe wa kitaifa kwa ajili ya wanachama wa chama hicho ili kuimarisha uongozi wake kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa hivi karibuni, kwanza tuko na uchaguzi wa Nairobi. Ya pili tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC mambo itakuwa noma. Hauwezi copy paste Baba. Huwezi copy paste the greatest leader Kenya has ever seen. Ati unabadilisha na huyu, ati sasa tuko na Baba. No, haiwezi kuwa hivyo. Baba hakuwa sycophant. Hakuna siku Baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Hakuna siku. Na wale wanasema ati sijui Baba aliwaambia sijui nini. Hiyo ni kukosa adabu. Nyamazeni bwana. Winnie pia amethibitisha kumuunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi Babu Owino, licha ya viongozi kadhaa katika chama hicho kutaka wafurushwe. Hakuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku Baba aliwahi let anybody atoke kwenye hii chama. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka wananchi wanaenda. Wakati huo huo, aliwashtumu viongozi wa Kibra kwa kile alichokitaja kupuuza matatizo ya wakazi wake. Watu wa Kibra hawana maji ama stima wiki 3 bana. Viongozi wameenda wapi? Wanaranda. Sawa, waendelee kuranda tu. Huku hayo ya kijiri, ziara ya kiongozi wa ODM Oburu Odinga katika kaunti ya Kakamega ilikumbwa na taharuki, huku pande hasimu, upande mmoja ukiongozwa na waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya na mwingine gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza, zikifanya mikutano tofauti ya wajumbe katika kaunti hiyo. Tufuate njia ya kuhakikisha ya kwamba chama chetu in 2027 itakuwa ndani ya serikali. Hiyo tutahakikisha. Na palipo wazee hapaharibiki nini? Jambo. Kwa hivyo hata ile maneno yote ambayo tuko nayo hapa kwa ground, mimi niko na uhakika hao wazee wakikaa chini hakuwezi haribika neno.
Chama sio NGO ya kusaidia watu na relief food na nini. Hiyo kaenda tafuta NGO. Chama ikitengenezwa inatafuta nini? Na unatafuta uongozi kwa njia yoyote. Ndio maana tukiongozwa na Dr. Uruburu, chama ikakaa ikasema tuungane na vyama vingine tutafute political power. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi.